Asifiwe kusanyiko. Karibuni sana katika ibada ya siku hii ya leo, na ni ombi langu kwamba mkapate kuchukua nafasi zenu mkaketi ili tukaendelee na ibada ya siku hii ya leo. Mimi kwa majina nikiwakumbusha wale ambao labda pengine wanaweza kuwa wamesahau jina langu. Mimi kwa majina naitwa Carrington Oduor. Nami pia ni mjakazi wa Bwana. Tumekombolewa kwa damu ya Bwana wetu Yesu Kristo. Karibuni sana katika ibada hii ya siku hii ya leo, na ni ibada ambayo inahusiana na Pasaka, ambayo wiki jana Jumapili iliyopita tuliweza kuwa na usomaji mrefu katika kitabu cha Kutoka 12. Tuliweza kuwa na usomaji mrefu ili tukaweze kuona yale yaliyomo ndani yake, na ikadhihirika wazi kwamba hilo pigo ambalo liko hapo katika sura ya 12 ya kitabu cha Kutoka ni pigo la 10 ambalo inaangukia nchi ya Misri, ikiwa kwa watu wote ambao waliokuwa pale katika familia zote, haswa ikilenga wale wazaliwa wa kwanza. Kwa hivyo kunatokea kwamba kuna pigo, na tukaona kwamba kuna watu pia ambao pia wamefungwa, na pia kuna mwana kondoo ambayo anachinjwa mahali pale, na mwili wake ama nyama yake inaliwa, na damu yake inapakwa katika mimo za milango ya nyumba, mimo miwili za nyumba. Na tunaona kwamba watu ambao walikuwa wamepaka ile damu ya mwana kondoo katika mimo miwili za nyumba zao, jinsi vile Bwana Mungu alivyowaamuru, waliweza kuepuka ghadhabu ile. Kwa hivyo hapo tunaona kwamba kuna wengine pigo lile liliwafikia, na wengine wakapata kuokolewa ama kuokolewa kutokana na ile pigo haikuwapata wao. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo hapo kunajitokeza tu mambo mengi ikihusiana na rehema za Mwenyezi Mungu. Kuna mambo mengi kama agano la Mwenyezi Mungu, kwa sababu hawa watu walipokuwa wanalia kwa sababu wamefungwa, basi watu hawa wakati Mungu mwenyewe anamfikia Nabii Musa na kumwambia, nimesikia kilio cha watu wangu, na anasema kwamba nimekumbuka agano langu pamoja nao. Kwa hivyo pia kuna agano ambayo inayojitokeza mahali pale, na pia maana kamili ya Pasaka ama chanzo cha Pasaka inadhirika pale, ambayo ilianzishwa na Mungu mwenyewe, si mwanadamu. Maana kuna mambo ambayo pia katika dunia hii wanadamu wamefikiria na kuanza wao wenyewe. Ila Pasaka, kwa kulingana na somo hilo, ni Pasaka ni kile ambacho Mungu alikuwa amekianzisha. Jina la Bwana lipewe sifa. Na akaamuru wale watu wakapate kuikumbuka, na wakaweze kujulisha hata na vizazi vijavyo. Na tukaona kwamba inahusisha Mungu kupita juu, wakati ambapo ghadhabu ya Mungu atakapoleta hukumu yake, ama kupita juu ya ile nchi ya Misri. Haswa ninataka kuileta katika mtazamo, na tukiangalia maandiko mengine haswa kuhusiana na Pasaka kwa ajili ya siku
hizi zetu tulizo ndani yake. Kama mjuavyo kwamba siku kama ya leo Yesu Kristo aliweza kutundikwa msalabani. Kwa hivyo haya masuala yote inahusiana na huyu mwana kondoo ambao tunamjua kwamba ni Yesu Kristo, na pia inahusiana na watu ambapo wanaokombolewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na haswa malengo yangu ya kuleta haya mbele yenu ni kwamba haswa wakati ambapo uko katika msimu huu, sijui kama utaweza kuwa na furaha, sijui kama ulikuwa unaweza kuwa na huzuni. Maana kuna mwingine anaweza kalia, mwingine anaweza sema kwamba mimi sasa siwezi kulia, na hata ikiwa nimetoka na machozi, ni machozi ya furaha. Bali na nikasema kwamba haya yatatokana na yale unayoyawaza juu ya Pasaka. Ndiposa tukaenda katika usomaji mrefu wa mlango huo wa Kutoka 12 ili tupate maana halisi ya Pasaka. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana na lipewe sifa. Kwa hivyo mimi haswa nikilenga kuwaleteni kwenu kuangalia kwamba kuna hukumu ambapo itakayokuja siku za usoni, kama vile vile ilivyokuwa katika siku za wale wana wa Israeli wakiwa katika nchi ya utumwa. Na nalenga kuwaleteni pia kwamba kuna mwana kondoo ambaye atatwaliwa na kuchinjwa, na mwili wake kuliwa, na damu yake ndiyo italeta ukombozi katika maisha ya watu hawa ambao wameamini neno la Mungu. Jina la Bwana lipewe sifa. Na kondoo huyu tulipokuwa tunaangalia katika hiyo sura ya 12, Kutoka 12:5, tukaona kwamba huu kondoo ni kondoo asiyekuwa na mawaa, kondoo asiyekuwa na dosari. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo ndugu wapenzi, na wakaribisha katika ibada hii. Kwa hivyo tutaangalia hukumu, tukisoma katika kitabu cha Mhubiri 12:13 na 14, haswa nikilenga aya ya 14. Ecclesiastes 12:13-14. Msomaji. Hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla ndiyo impasayo mtu. Kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi, pamoja na kila neno la siri, likiwa jema au likiwa baya. Mhubiri huyu ni mwana wa Daudi, anasema hivi kwamba hii ndiyo jumla ya maneno. Kuna mambo mengi ambayo yamesema kwamba ni utupu. Hapo ukisoma kwa mwanzoni katika sura ya kwanza, kuna mambo ambapo yameona kwamba hayana faida katika dunia hii. Lakini hapa anafika anasema hii ndiyo jumla ya maneno yote yamekwisha sikiwa. Na anasema hivi, mche Mungu nawe uzishike amri zake, maana kwa jumla
ndiyo impasayo mtu, haswa nikilenga aya ya 14 ambayo inasema, kwa maana Mungu ataleta hukumuni kila kazi pamoja na kila neno la siri, likiwa njema au likiwa baya. Inaonyesha wazi kwamba kuna hukumu ambayo inayokuja, hukumu ambayo inayokuja katika dunia, hukumu ambapo inayokuja kwa ajili ya dunia. Tulikuwa tumeona kwamba kuna hukumu ambapo ilikuja juu ya nchi ya Misri. Moja kwa moja tukienda katika kitabu cha Matendo ya Mitume 17:30 na 31. Matendo ya Mitume 17. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu walimwengu kwa haki kwa mtu yule aliyemchagua, naye amewapa watu wote uthabiti wa mambo haya kwa kumfufua katika wafu. Nasema hivi katika hiyo ninyo, vile vile msomaji amesema, amesoma. Basi zamani zile za ujinga Mungu alijifanya kama hazioni, bali sasa anawaagiza watu wote wa kila mahali watubu. Uelewe hiyo point yake. Hasa mimi nikilenga aya ya 31, kwa maana ameweka siku atakayowahukumu wa ulimwengu kwa haki. Hoja yake ya mwandishi, lakini hata katika aya ya 31 inakuwa wazi kwamba kuna siku ambayo Bwana ameiweka atakayowahukumu wa ulimwengu kwa haki, ambayo inatuthibitishia kwamba kuna hukumu ambayo inaokuja juu ya dunia, wale wanaokaa ndani ya dunia. Jina la Bwana lipewe sifa. Naye amewapa watu wote udhabiti wa mambo hayo kwa kumfufua katika wafu. Hasa malengo yangu makuu ya kusoma sura ile, aya ile, ni kuonesha kwamba kuna hukumu ulimwenguni ambapo unaokuja. Tukifululiza hadi katika kitabu cha Ufunuo 20:12. Kitabu cha Ufunuo sura ya 20:12. Nikawaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Hapo pia tunaona kwamba katika maono ya Yohana anasema, nikaona wafu wakubwa kwa wadogo wamesimama mbele ya hicho kiti cha enzi, na vitabu vikafunguliwa, na kitabu kingine kikafunguliwa ambacho ni cha uzima, na hao wafu wakahukumiwa katika mambo hayo yaliyoandikwa katika vile vitabu sawa sawa na matendo yao. Nimekuja kwenu kuwajulisha kupitia vitabu hivi ambavyo tumevisoma ni kwamba kuna hukumu ambayo unakuja juu ya dunia, kama vile vile katika nchi ya Misri. Vile vile hukumu na ghadhabu ya Mungu ilishuka juu ya nchi ya Misri. Nataka kuambia kwamba kuna siku pia kama hiyo ambayo Mungu ameweka ambapo itakuja. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa, kusanyiko. Na nataka kuarifu kwamba inakuja wakati ambayo kila mwanadamu ni mwenye dhambi. Kila mwanadamu, kila aliwezalo ni baya. Jina la Bwana lipewe sifa.
hukumu hii, hata tuliposoma pale katika mlango wa 12 wa kitabu cha Kutoka, tulikuwa tunaona kwamba pigo hile ingewaangukia watu wote pasipo ile damu ambapo ilipakwa katika mimo ya ile nyumba, ya ile vizingiti vya ile nyumba, vya ile mimo miwili vya mlango. Ni kwa sababu ilikuwa ni pigo la nchi yote ya Misri. Ndugu wapendwa, pigo hili linahusiana na ukamilifu wa mwanadamu, linahusiana na mwanadamu jinsi alivyo, na tunajua kwamba tulianguka tangu kutoka kwa baba yetu Adamu. Tulirithi kutokamilika. Ndugu, tunahitaji kitu ambapo kitatukinga, kitu kile ambacho ghadhabu ya Mungu itakaposhuka juu ya nchi hii tena kwa mara nyingine, tuwe ghadhabu ya Mungu inaweza isituangukie. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi mwanadamu ni mwanadamu ambapo tunajua, tunakubaliana kwamba sote tumepungukiwa na utukufu wa Mwenyezi Mungu. Tukisoma katika kitabu cha Waroma 5:12, hebu tuende mahali pale kwa haraka. Romans 5:12. Kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Kwa hiyo natuambia, kwa hiyo kama kwa mtu mmoja dhambi iliingia ulimwenguni, na kwa dhambi hiyo mauti, na hivyo mauti ikawafikia watu wote kwa sababu wote wamefanya dhambi. Sote tumetenda dhambi. Kwa hivyo kuna ghadhabu ya Mungu ikianguka juu ya nchi siku ile ambayo ameipanga, ambapo hatujui wakati wala saa. Tukiwa tutapatikana nje ya Yesu Kristo, ghadhabu itaweza kutuangukia. Ghadhabu yake itaweza kutuangukia. Jina la Bwana lipewe sifa. Mauti iliwafikia watu wote kwa sababu wote wametenda dhambi. Kuna mwalimu mmoja alikuwa anafananisha sufuria ya kuoka mikate wakati ambapo imebondeka. Wakati ambapo imebondeka, basi wakati ambapo umeoka mikate mahali pale, kitakachotoka kitatoka na umbo ya ile chombo vile imekaa, itatoka na ile shape. Hata na sisi tu katika shape ya Adam baada ya kwenda kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Nataka kukuonesha ili wakati ambapo hata Yesu Kristo anapoangikwa juu ya msalaba, uwe na wazo mazuri, yani ujue kwa nini anaangikwa na Pasaka ni nini haswa. Utakumbuka katika namna gani? Maana tunajua kwamba anawaambia wanafunzi wake, anapowapatia mikate anawaambia huu ni mwili wangu. Anapobariki ile divai na anawapatia, anasema kunyweni, hii ni damu yangu. Utakuwa una mwazo gani hasa? Unakumbuka nini? Maana sitaki kwamba wewe ukapatikane nje ya yale ambapo inatakana iwe unakumbuka haswa. Ukipatikana nje, uenda ukaleta maana nyingine tofauti na Pasaka.
Najua leo asubuhi nimeambiwa kwamba leo ni Pasaka, sasa lazima uongeze pesa. Unajua leo ni Pasaka. Kwa hivyo labda pengine kuna mlo leo ni Pasaka, ni sikukuu. Sijui ni mawazo gani ulio nayo juu ya Pasaka. Kwa hivyo nikukujulisha tu kama mwanadamu ni mwenye dhambi. Twende fulize hapo katika Zaburi 149:7. Psalms 49:7. Psalms 49:7. Umefika mahali pale? Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Hakuna mtu awezaye kumkomboa ndugu yake, wala kumpa Mungu fidia kwa ajili yake. Yaani tumekuwa kama vipofu, hatuwezi tukaongozana katika njia nyingine, katika ile maneno ya Yesu. Unakumbuka wakati ambapo Yesu anaposema kwamba imekuwaje kipofu akamuongoza kipofu mwenzake? Wote watatumbukia shimoni. Hivyo ndivyo vile vile mwanadamu alivyo. Na mwanadamu akiwa yuko katika hali hiyo, tunaona kupitia kitabu cha Kutoka 12 hii ni 21. Zidi 21. Hebu angalia 21. Maana kuna mwana kondoo ambaye anayechukuliwa mahali pale. Katika kitabu cha Kutoka unaona kwamba kuna mwana kondoo ambaye alichukuliwa, mwanadamu akiwa ni mwenye dhambi. Kuna mwana kondoo ambaye alichukuliwa. Sijui kama iko sawa msomaji. Exodus 12:21 unasemaje? Hapo ndipo Musa akawaita wazee wa Israeli na kuwaambia, nendeni mkajitwalie wana kondoo kwa jamaa zenu zilivyo, mkamchinje Pasaka. Kuna mwana kondoo ambao Mungu amesema kwamba wana wa Israeli wakamtwae. Hiyo ndio ni masharti ambayo iko mahali hapa. Kuna mwana kondoo. Mwanadamu akiwa ni mwenye dhambi, ghadhabu ya Mungu ambapo inaokuja itawangukia watu wote wasioisikiliza sauti ya Mungu. Na kuna mwana kondoo ambao wana wa Israeli wanaambiwa kwamba wakapate kumtwaa. Mwana kondoo ambao utaona kwamba huyu mwana kondoo wangeweza kumchinja, wangeweza kumchinja na kula nyama yake. Na ndiposa baada ya kumchinja ndio utakuta ile damu yake watapaka katika mimo za nyumba zao. Mwana kondoo amechukuliwa. Inaonekana tukirudi pale katika Genesis, inaonekana kwamba kuna Genesis 3, inaonekana kuna kitu ambayo mwanadamu ama Adamu alikula isiyo sawa, ambayo ni kinyume na mapenzi ya Mwenyezi Mungu. Lakini kuna kile ambacho anahitaji kula.
kuna kile ambacho Bwana Mungu ameamuru kwamba wakapate kuchinja na wakule hawa wana wa Israeli. Wakapate kula. Hata Yesu Kristo anawaambia fanyeni hivi kwa kunikumbuka. Kuna kitu wanahitaji kula. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kumbuka waliondolewa pale kwa sababu gani? Kuna mti ambapo walikuwa wakikula matunda yake watapata uzima tena. Labda pengine ilikuwa wakati bado. Nataka kuambia kwamba kuna mwana kondoo ambaye unastahili kuila nyama yake. Unastahili kuona dhamani ya damu yake. Hebu tusome Yohana 3:17. John 3:17. What does it say? Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Najua unaweza ukayaunganisha, maana kuna mafundisho mengi ambayo tumeyapitia mahali hapa. Unaweza jua kwamba tunaelekea wapi. Nimekwambia kwamba kuna kondoo ambaye alikuwa wana wa Israeli wamtwae na wamchinje. Na huyu mwana kondoo ndiye angeweza kuwaokoa. Angeweza kuwaokoa hawa wana wa Israeli. Basi nataka kukwambia kwamba kuna mwana kondoo ambaye ndiye Yesu Kristo. Yohana akishuhudia kwamba kuna mwana kondoo, huyu ndiye mwana kondoo, sio? Achukuae dhambi. Yohana 1:29. Kuna mwana kondoo. Hebu tusome hiyo. 1 John verse 29. Huyu kondoo ambapo ametwaliwa, ambaye hapa inasema kwamba katika Yohana 3:17 inasema maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili hahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Sasa unaweza soma John 1:29. Siku ya pili yake amwona Yesu anakuja kwake, akasema, tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Yohana anashuhudia kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, anasema tazama. Rudia tafadhali. Anasema tazama mwana kondoo wa Mungu. Tazama mwana kondoo wa Mungu aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Aichukuaye dhambi ya ulimwengu. Kuna hukumu ambapo itakaokuja kwa ajili ya dhambi ambapo iko katika dunia hii, wapendwa. Kuna hukumu ambapo inaokuja, na kusudi tuokoke ni kupitia huyu mwana kondoo ambaye ameletwa. Hakutumwa ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali ulimwengu uokolewe katika yeye. Nasema juu ya mwana kondoo. Na huyu mwana kondoo ambaye ndiye Yesu Kristo ataenda kuangikwa msalabani. Anapoangikwa juu ya msalabani, je, umejua ni kwa nini? Kwa nini aangikwe
Tunaona pale katika Exodus, nimetumia kitabu cha Exodus kama msingi wa mafundisho yangu. Labda pengine ulikuwa unatarajia nitumie Agano Jipya zaidi. Lakini yote, hata manabii na mitume pia walihubiri injili ya Bwana hata kupitia katika Agano la Kale. Maana Mungu hakumtuma mwana ulimwenguni ili ahukumu ulimwengu, bali uokolewe katika yeye. Tazama, hata katika ile nchi ambayo Mungu alikuwa anaenda kuipiga ama alipiga, kulikuwa na mwana kondoo ambapo aliyetwaliwa na achinjwe ili watu wakapate kuokolewa. Na Mungu alikuwa na malengo ya watu fulani. Nilitangulia kusema katika ibada yetu ya Jumapili iliyopita kwamba tunaona pia sifa ya Mungu vile anavyofanya mambo yake na maamuzi yake mwenyewe. Licha ya kwamba sote ni viumbe na kazi ya mikono yake, lakini wengine akawaamua kuadhibu na kuwahukumu. Tunajua kwamba yeye ndiye alisema kwamba, anamwambia Nabii Musa kwamba nitafanya moyo wa Farao kuwa mgumu. Huyo ndiye Mungu ambaye tunayo mwabudu, ambaye anafanya vitu kulingana na mapenzi yake. Sisi hatuna nafasi wala kibali cha kumuuliza jambo lolote alifanyalo. Kama ameamua ni hivyo. Jina la Bwana lipewe sifa. Haswa nataka umwangalie sana mwana kondoo huyu ambaye anaenda kuangikwa, tukifanya ukumbusho wa Yesu Kristo, ukumbusho wa Pasaka. Huyu mwana kondoo ambaye anaangikwa msalabani, ambaye ameletwa ulimwenguni, si kwamba hahukumu ulimwengu, bali ili ulimwengu huokolewe. Ukaweze kumtazama, ukaweze kufikiria katika mawazo yako, kama umemtoa huyu mwana kondoo. Unaweza kuwa ni kawaida yako tu katika dunia, kwamba ni msimu wa jambo fulani, ni msimu wa kusherekea, ni msimu ya kufanya jambo lile ama lile lingine. Je, huyu mwana kondoo umemkubali? Umemkubali katika maisha yako? Je, ghadhabu ya Mungu itakaposhuka juu ya dunia, hataweza kupita juu, ghadhabu yake isikuangukie? Hata anapoangikwa pale msalabani, hata unapofanya ukumbusho, je, unajua kwamba damu yake ndiyo inaleta ukombozi? Je, unajua damu yake ndio imefanya wewe unakuwa huru? Mahali ambapo dhambi, umekuwa mtumwa wa dhambi. Na hata ukitenda mema, ukatimiza torati yote, bado unabakia kwamba wewe si mkamilifu. Hatuwezi tukamit ile standard ambayo Mungu ameweka. Unahitaji damu ya Yesu, na hiyo ndio itaweza kukuepusha wewe na pamoja na mimi, tukiwa tuko ndani yake na tukijua umuhimu wake katika maisha yetu. Kwa hivyo kama utakuwa unalia Yesu alikufa, Yesu alikufa, je, unaona upendo wa Mungu? Kwamba ulikuwa ni mtu mwenye dhambi, ulikuwa unastahili kuachwa na ukaangamia, lakini Mungu akamtoa mwana kondoo, na kwa rehema zake akakubali uamini.
the lamb, niliandika kwa Kizungu. Mwana kondoo alipaswa kuwa bila mawaa. Huyu mwana kondoo huyu, tumeona kwamba mwanadamu ana mawaa. Nikatumia wiki jana kwamba hata damu ya Isaac ingetolewa, basi haingefaidi kitu. Isaac mwana wa Ibrahimu haingefaa kitu, kwa sababu mwanadamu alikuwa si mkamilifu tena. Lakini tunaona kwamba huyu mwana kondoo katika kitabu cha Exodus 12 verse 5, Kutoka 12:5, kondoo ambao wangepaswa kumtoa ni kondoo ambaye asiwe na mawaa. Na kulikuwa na kipindi ambapo wao wangeweza kumwangalia huyu kondoo kama kungeweza kuwa na dosari. Karibu siku 5 hivi waliweza ilikuwa ni wamweke huyu mwana kondoo, waangaliwe labda pengine kuna mama ambapo inaweza ikajitokeza katika hizi siku 5. Labda pengine kuna mama ambapo hawezi akajitokeza siku ya kwanza baada nyinyi kumtoa. Nimekuja kukukumbusha kwamba huyu kondoo ambaye ni mwana wa Mungu aliyeangikwa msalabani hana mawaa. Yeye ni mkamilifu. Alifanywa waa kwa ajili yako na yangu, bali yeye asili yake hana mawaa. Lakini yote yakafanyika ili mimi na wewe tukapate kukombolewa. Jina la Bwana lipewe sifa. Jina la Bwana lipewe sifa. Kwa hivyo hayo tunaweza tukayaona katika vitabu kadha wa kadha, tukianza na 1 Peter 1:18 and 19. Petero wa kwanza 1:18 na 19. Msomaji kama umefika mahali pale, ama sijui mimi ndio niko. Nanyi mfahamu kwamba mlikombolewa kwa vitu viharibika, si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu, bali kwa damu ya thamani kama ya mwanakondoo asiye na ila, asiye na waa, yani ya Kristo. Mtume Petro anapowahimiza ndugu hawa juu ya mwenendo wao na maisha yao ya kila siku, na anawaambia hivi: ninyi mfahamu kwamba mlikombolewa si kwa vitu viharibikavyo, kwa fedha au dhahabu, mpate kutoka katika mwenendo wenu usiofaa mlioupokea kwa baba zenu. Na anasema hivi katika aya ya 19, bali kwa damu ya thamani kama ya mwana kondoo asiye na ila, asiye na waa, yani Yesu Kristo. Pia hapo tunaona kwamba Yesu Kristo ni mwana kondoo ambayo damu yake haina mawaa. Unajua maandiko mengi kwamba hata Yesu aliweza kuwauliza hata wenyeji na watu pale kama kuna kosa lolote ambapo amelifanya. Hata anapoenda kusulubiwa, hata serikali mwenyewe na uchunguzi wao hawakuona hatia ya mtu huyu ambaye inastahili adhabu ya kifo. Serikali, wachana na hizi serikali zetu, kuna serikali ambazo zilikuwa huko ambapo inajaribu kutenda haki kwa asilimia kadhaa. Hawakuona makosa ya huyu mtu ambapo anastahili adhabu ya kifo. Ana masaa zinaenda, tuende kwa haraka maana tunaenda kukamilisha 2 Corinthians 5:21. Bado tuko katika kondoo ambaye asiye na mawaa, haswa ukiwa na mtazamo
ya kwamba yeye ndiye aliyeangikwa msalabani ni mkamilifu asiye na mawaa lolote, ili akalipie dhambi zetu, ili akalipe gharama na ghadhabu ambapo ingetuangukia sisi, basi yeye, hasira ya Mungu ikamwangukia yeye ili tukombolewe. 2 Corinthians 5:21. Yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Yeye asiyejua dhambi, msomaji ama umetoka tayari? Yeye asiyejua dhambi, yeye asiyejua dhambi alimfanya kuwa dhambi kwa ajili yetu, alifanywa kuwa dhambi kwa ajili yetu, ili sisi tupate kuwa haki ya Mungu katika yeye. Ili sisi tufanywe kuwa haki katika yeye, anapoangikwa pale juu ya msalaba. Kama vile vile mwana kondoo huyu ambaye wana wa Israeli wanapomchinja Yesu, anapokuwa pale juu ya msalabani na anapo kufa pale msalabani, anakuwa ni mtu ambayo amefanywa, lakini yeye hana dhambi. Hata huyu kondoo ambao wana wa Israeli wangemtoa, ilimpasa kwamba asiwe na waa. Jina la Bwana lipewe sifa. Na yeye akiishi kama mwanadamu hakutenda dhambi. Waebrania 4:15. Hebrews 4:15. Kwa kuwa hakuna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi. Hata kielezea mambo ya ukuhani, anakuambia kwamba maandiko hapa yanasema kwa kuwa hamna kuhani mkuu. Tunajua kuhusiana, tunapotaja makuhani, Yesu pia anatajwa pale. Unapotaja mkate, Yesu pia yuko pale. Unapotaja maji, Yesu pia yuko mahali pale. Unapotaja jiwe, Yesu pia yuko pale ndani. Kwa hivyo hapa hata katika ukuhani unapotajwa, Yesu Kristo yuko mahali pale, na anasema kwamba ni kuhani, ni kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya kwa kuwa hamna kuhani mkuu asiyeweza kuchukuana nasi katika mambo yetu ya udhaifu, bali yeye alijaribiwa sawasawa na sisi katika mambo yote bila kufanya dhambi, bila kuwa na waa. Jina la Bwana lipewe sifa. Bila kufanya waa. Ndugu wapendwa, ningependa kuingia katika sehemu ya kuangalia hii damu kwa ufupi. Hii damu haswa inamaanisha nini? Hii damu ambayo inawekwa katika mimo, hii damu ambayo inaomwagika msalabani kwa ajili ya dhambi. Romans 3:23, Romans 3:23 up 23 to 26. Warumi 3:23 hadi 26. Nasema kwa kuwa wote wamefanya dhambi na kupungukiwa na utukufu wa Mungu, wanahesabiwa haki bure kwa neema yake kwa njia ya ukombozi ulio katika Kristo Yesu, ambaye Mungu amekwisha kumweka awe upatanisho kwa njia ya imani katika damu yake,
ili aonyeshe haki yake kwa sababu ya kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa, apate kuonyesha haki yake wakati huu, ili awe mwenye haki na mwenye kumhesabu haki yeye amwaminie. Jina la Bwana lipewe sifa. Hapo kuna Mungu anahesabia watu haki, na unaona kwamba kuna upatanisho ambao kwa njia ya imani katika damu yake. Kuna upatanisho kwa njia ya imani, upatanisho. Katika hii hukumu ambapo inaokuja katika dunia, kuna hii damu ambayo isiyokuwa na mawaa, ambayo tumesema kwamba ni ya Yesu Kristo, haswa kuhusiana na masuala ya Pasaka ambayo tunayoikumbuka, ambayo tunajua kwamba leo Yesu Kristo anapoangikwa msalabani, tujue kwamba damu yake ni upatanisho, upatanisho katika njia ya imani katika damu yake, ili aonyeshe haki yake kwa sababu za kuziachilia katika ustahimili wa Mungu dhambi zote zilizotangulia kufanywa. Dhambi zote. Mungu anasemaje kuhusiana na damu? Leviticus 17:11. Mambo ya Walawi 17:11. Tutasoma. Mambo ya Walawi 17:11. Inahusiana na damu. Msomaji, umefika? Ukifika usome, ama yeyote ambapo amefika hapa anaweza soma. Wala hawatatoa tena sadaka zao kwa wale majini ambao huwafuata ili wafanye uasherati nao. Leviticus, mambo ya Walawi 17:11. 17:11. Leviticus. Kwa kuwa uhai wa mwili ukatika hiyo damu, nami nimewapa ninyi hiyo damu juu ya madhabahu, ili kufanya upatanisho kwa ajili ya nafsi zenu, kwani ni hiyo damu ifanyayo upatanisho kwa sababu ya nafsi. Damu ndiyo ifanyayo upatanisho kwa nafsi. Damu, Mungu amedhamini damu, haswa damu isiyokuwa na mawaa. Kwa hivyo ndugu, wakati ambapo Yesu Kristo anapoangikwa msalabani, kwa mujibu wa vitabu vya Injili, aswa kuanzia Luka 23, naona anapelekwa katika viwango tofauti kwa Pilato na kwa ninyo zingine, mpaka anapelekwa kwamba akapate kuhukumiwa na hatimaye yeye kufa. Kitu ambapo nataka kwamba ukaweze kukumbuka ni kwamba hii damu ya Yesu Kristo ndiyo iletao upatanisho, ndiyo inafanya kwamba ghadhabu ya Mungu itakapoangukia juu ya dunia hii, na Yesu anapoulizwa anasema wakati na saa hajui. Kwa hivyo wakati ambapo tunapoyakumbuka haya, tukaone dhamana, tukaone umuhimu
na tukaona pia rehema za Mwenyezi Mungu. Tunaweza upendo ya Mwenyezi Mungu, sifa ya Mwenyezi Mungu inajidhihirisha pale. Lakini haswa nikilenga kuhusiana na Pasaka, ni uangalie kwamba hii ni ghadhabu, hii ni damu ambayo inaotolewa ili tukapate kukombolewa katika njia ya imani. Kwa hivyo unaweza kuona rehema za Mwenyezi Mungu. Kwa hivyo hatuna nafasi hata ya kumhukumu yule mwingine kwamba yeye hajamjua Yesu Kristo, tukamwona kwamba hafai. Tujue kwamba ni rehema za Mwenyezi Mungu. Ikiwa umemjua Yesu Kristo, ukiwa umemjua Mungu, na unaweza kumsujudia na ukamwabudu, ukaone rehema za Mwenyezi Mungu. Tujue kwamba ni kwa rehema za Mwenyezi Mungu. Maana ingekuwa ni kwa ajili ya uwezo wa mwanadamu, basi watu wote ambao wamesoma na ni wasomi basi wangemjua Mungu. Lakini kwa nini watu wako tofauti? Kuna wengine ambao wamemjua Mungu ni hawajasoma, kuna wengine pia hawajasoma na hawamjui, kuna wengine wamesoma wanamjua, kuna wengine hawajasoma na pia unanipata. Tunaona kwamba kuna rehema za Mwenyezi Mungu, na kwa wakati ambapo tunapokumbuka tukaweze kuwa na mtazamo huo, na itaweza kututia nguvu hata wakati ambapo tunaposhiriki katika ibada hii ya Pasaka, ambayo kivyangu mimi naona ni ibada ambayo tumeipuuzilia mbali sana sisi kama Wakristo. Tunasema tu katika midomo, lakini tukiyalinganisha na masikukuu zile ambazo tunazo, aidha kama ni za kidini, tunaona kwamba hata huenda kwa zingine ziko juu zaidi ya Pasaka. Zingine zikawa zinaonekana kwamba zina umuhimu zaidi, na hata ukiona vile watu wanavyosisimuka juu ya sikukuu hizo ukashangaa. Lakini hii ni sikukuu ambayo ni muhimu sana katika maisha yako mimi, maisha yako na maisha yangu. Ukaweze kuwa wakati unaposhiriki ukaweze kuona rehema za Mwenyezi Mungu, na ukiwa una uhakika, ukuwe na uhakika na huyu mwana kondoo panayeangikwa, kwa ujue kwamba ghadhabu ya Mungu, kiwa umefuata yale ambayo Mungu anaposema. Vile vile amesema kwamba umwamini mwana wake Yesu Kristo, na ili usipate kuangamia bali usipate uzima wa milele. Basi ujue kupitia huyu mwana ambaye ndiye kondoo ambapo anaenda kuangikwa msalabani pale juu ya dhambi zetu, basi ujue utakuwa uko salama ikiwa utakuwa umeliamini na kulitii agizo la Bwana. Jina la Bwana lipewe sifa. Basi kwa hayo ndio nilikuwa nimetayarisha kwa ajili ya siku hii ya leo. Kwa hivyo tukaweze kuenuka katika miguu zetu kufuatia neno ile ambayo tumepata kusikiliza asubuhi hii ya leo. Labda pengine kuna jambo ambalo neno la Mungu limekuongelesha mahali ambapo umekaa, unaweza ukasema jambo kuhusiana na haya. Sijui ulikuwa kuna mtazamo gani na mama ambapo inahusiana na Pasaka. Sijui wewe ulikuwa unafikiria namna gani. Sijui ulikuwa unafikiria kushangilia na kurukaruka. Lakini neno ile ambacho Bwana Mungu alikuwa ametuwekea kwa ajili ya siku hii ya leo ndio hayo. Basi twende mbele za Bwana kila mmoja wetu. Baba yetu uliye juu mbinguni, Bwana, tunakushukuru kwa ajili ya ibada hii, Bwana Mungu uliye mtakatifu, ambaye umetujalia kuwa nayo siku hii ya leo Bwana, ili